Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 11, siku ya Jumamosi. Leo tunalianza somo la 3 katika robo hii ya pili, somo linalosema kiburi dhidi ya unyenyekevu, na hii ni Sabato mchana. Somo la juma hili, Yohana wa kwanza sura ile ya pili ya 15 hadi 17, Luka 18 ya 9 hadi 14, Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya 9, Waebrania 11 ya 24 hadi 26, Luka 22 ya 24 hadi 27, na Wafilipi sura ya pili aya 3 hadi ya 8. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 ya 11, ambayo inasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Sisi sote tumepata kujua watu wanaopenda kujiinua nafsi, wale wanaodhani kwamba kamwe hawakosei, au pengine unamfahamu mtu ambaye daima anataka kuendesha mambo yote, ambaye kamwe hayuko tayari kwa ajili ya maelekezo au ukosoaji unaojenga, au mtu anayeonekana kuwa daima katika mapambano, au ambaye ni bingwa wa kudhalilisha wengine. Mara moja mawazo yetu yanaweza kuwafikiria wengine, lakini kwa kweli swali ni hili: vipi kuhusu kila mmoja wetu? Kwa kuelekeza kidole kwa wengine na kukana kiburi kilichomo kwenye maisha yetu wenyewe, tunajidanganya wenyewe. Sisi sote tumewahi kupambana na kiburi au majivuno. Sote tumekuwa na uzoefu wa nyakati ambazo tumetaka kuonekana, kutenda au kunena au kuonekana bora kuliko wale wanaotuzunguka, kwa sababu tunaamini ya kwamba sisi tu bora kuliko wao, lau kwa namna fulani. Mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba kiburi huwa kinaibukia kwenye shauku ya kuonesha kwamba maisha yetu yana thamani. Hata hivyo, yapasa tuwe tunajua tayari ya kwamba maisha yetu yana thamani kwa sababu tuliumbwa na Mungu. Sisi ni wale ambao tupo kwa ajili ya wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Juma hili tutachunguza mguso ambao kiburi kinaweza kuweka kwenye uhusiano wetu na Mungu pamoja na wengine, na tutatazama kile Biblia inachotufundisha kuhusu unyenyekevu mbele za wengine, na kwa kweli mbele za Mungu. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Aprili 18. Jumapili tutaenda kuiangazia mada inayosema vidole vilivyobanana vya kiburi. Jumatatu, ijue nafsi yako. Jumanne, Musa, mtumishi mnyenyekevu. Jumatano, kosa kubwa kuliko yote. Alhamisi, mtazame yeye, na siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Aprili 11, Sabato mchana. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Bwana tupatie nafasi ili tuweze kujifunza mada zote nzuri katika juma hili, na kwa ujumla tuweze kuelewa somo hili la 3. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.